إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من الضلال ومن النار، آمين. وبعد، أولا أوصيكم ونفسي بالتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون ولا عدوان إلا على الظالمين. إخوة الإيمان، jambo la mwanzo kabisa napenda kuihusia nafsi yangu na kuwahusia enyi ndugu zangu katika imani juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuha alikhwa, leo biauni Allah ta'ala tutakuwa tukizungumzia unwan ya shurutu la ilaha illa Allah. Shurutu la ilaha illa Allah ndiyo itakuwa maudhui ya khutba yetu ya leo. Tunazungumzia masharti ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah, kalimati tauhid, neno ambalo mwenye kulitamka au ni faraka kati ya wasiokuwa Waislamu na Waislamu. Kwa mwenye kulitamka neno hili akaliamini, basi huyo atakayetoa shahada kwa maneno hayo anakuwa yeye ni Muislamu. Maneno haya yana masharti yake. La ilaha illa Allah, yani hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni miftahul janna. Maneno haya ni ufunguo wa pepo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwake akisema, man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yote ambaye kana akhiru kalamihi, maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, yote ambaye maneno yake ya mwisho au neno lake la mwisho kumalizia katika ulimwengu amesema la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kwa kusema hivyo mtu huyo dakhala aljanna, anaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa maneno haya yanamuingiza mtu katika Uislamu, kadhalika maneno haya yanamuingiza mtu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa la ilaha illa Allah ni miftahul janna, ni ufunguo wa pepo. Na ufunguo wote unakuwa una meno, na ufunguo unakuwa na meno, na meno ya ufunguo huu, yani asnanu hadha almiftah, meno ya ufunguo huu wa la ilaha illa Allah ndiyo hiya shurutu la ilaha illa Allah, ndiyo masharti ya la ilaha illa Allah. Haya ndiyo meno ya ufunguo wa la ilaha illa Allah, ambao kama ufunguo wako utakuwa na meno haya,
basi itakuwa ni sababu ya wewe kufunguliwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, jambo la mwanzo kabisa katika masharti haya ya la ilaha illa Allah, maana si kuitamka tu bali na masharti yake, na inshallah Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia tutazungumza mengi juu ya la ilaha illa Allah. Jambo la mwanzo kabisa katika sharti la mwanzo kabisa ni al-ilmu bimaanaha, mtu kuwa na ilmu ya maana ya la ilaha illa Allah. Lazima uijue la ilaha illa Allah maana yake nini. Hapa wengi wamekhtalifiana, wako wanaosema maana ya la ilaha illa Allah kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa isipokuwa Allah, lakini wako wale tafsiri hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio tafsiri iliyokuwa sawa na ambayo tutaisisitiza na kuizungumza sana. Hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki. Kwa nini? Kwa sababu iko miungu mingi inayoabudiwa lakini haina haki ya kuabudiwa. Wako mashetani wanaabudiwa, wako viumbe wanaabudiwa, wengi makaburi yanaabudiwa, mizimu, lakini vyote hivyo havina haki ya kuabudiwa isipokuwa mwenye haki ya kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Hivi ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye haki ya kuabudiwa. Kwa hiyo al-ilmu bimaanaha, ilmu, kuwa na ujuzi au kuwa na elimu sahihi ya kujua maana yake. Na ndio maana utaona ilmu ambayo binadamu anatakiwa kuwa nayo ni ilmu ambayo inaitwa maarifatullah, kumjua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio ilmu ambayo kila binadamu anatakiwa kuwa nayo, na kama hujampa ilmu hii mtoto wako au wale waliokuwa chini yako, la shaka utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wameng'ang'ania kuwafundisha watoto wao elimu mbalimbali za mshahara, lakini sio kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kuwa na elimu hii. Elimu gani? Ya kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-ilmu bimaanaha wa huwa nafyu al-ma'budi bihaqqin an ghairi Allah wa ithbatuhu lillahi wahda. Elimu ya maana ya kuijua la ilaha illallah, maana yake ni nafyu al-ma'budi, ni kukanusha vyote vinavyoabudiwa kwamba havina haki ya kuabudiwa isipokuwa mwenye haki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nafyu al-ma'budi bihaqqin an ghairi Allah, kuvikataa vyote vinavyoabudiwa kwamba havina haki ya kuabudiwa isipokuwa jambo hilo ni haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kisichokuwa Allah chochote lazima ukatae kwamba hakina haki ya kuabudiwa, wa ithbatuhu, na uthibitishe kwamba haki hiyo lillahi ta'ala, haki hiyo ya kuabudiwa ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utavikanusha vyote, viungu vyote ambavyo vinaabudiwa na wanadamu wengine walioitwa miungu ambao wanaabudiwa, na ni ajabu ikiwa wewe umekanusha kweli, alafu tunakuona umekwenda katika maeneo ya maombezi ambayo wenyewe wanasema hawabagui dini, unaombewa kwa jina la Yesu, alafu umekaa pale, alafu useme wewe umeamini la ilaha illallah. Bado yani lile jina linatumika kwamba linaweza kukutibu wewe, na wewe umekubali, utakuwa hujaelewa maana ya la ilaha illallah. Na ndio maana wengi leo katika Waislamu wanaokwenda huko kwa sababu hawajui nini maana ya la ilaha illallah. Unaitakidi kuna Mungu baada ya Allah tena, alafu wewe bado la ilaha illallah unaielewa kweli? Kweli iko katika moyo wako, umeifanyia kazi? Laiti kama ungekuwa una elimu ya la ilaha illallah kwa vitendo hivyo ungekufuru, lakini pengine umepata udhuru kwa sababu wewe jahil, hujui unachokifanya, ndio maana umebaki Muislamu. Lakini laiti ungekuwa na elimu kwamba la ilaha illallah inakataana na vitendo vyako, la shaka
usingeonekana maeneo hayo na usingefanya vitendo hivyo. Leo kuna Waislamu wengi ambao wanakwenda kuombewa kwa jina la Yesu, yaani manake ni Mungu huyu, na unaitakidi kuna Mungu mwingine kuliko Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaweza kunufaisha au kudhuru. Hujaelewa nini la ilaha illallah? Na wengi wetu hatuelewi la ilaha illallah. Lau tungeijua tusingefanya mambo kama haya. Kwa hiyo nafyul maabudi bihaqqin an ghairi Allah, kukataa kwamba hakuna chenye haki ya kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na Allah hana haki ya kuabudiwa.